Because we have so many things to talk. Unasikia vizuri? Hatuongei kwa sababu tuna mambo mengi ya kuongea. Hatuongei kwa sababu tunajua kuongea. Hatuongei kwa sababu tuna nguvu kubwa za kuongea. We don't talk because we have power to talk. Hatuongei kwa sababu tuna nguvu kubwa za kufanya nini? Za kuongea. Hatuongei kila mahali. We don't speak everywhere. Hizo zandika, yaani ingeweza nikazipitia kila siku. Hatuongei kila mahali. We don't talk everywhere. Hatujibu kila tunachoulizwa. We don't answer anything that we are asked. Unasikia vizuri? Do you hear me? Hatujibu kila tunachofanya nini? Tunachoulizwa. We don't answer anything that we are asked. Hatujibu kabla ya kufikiria. We don't answer before thinking. Hizo ni kweli kuu. That is the truth. Mtu yote yule aliyeokoka. Anyone who is saved again. Na taratibu ili tolewane. Yoyote yule aliyeokoka. Anyone who is saved. Kabla hajaongea huwa anafikiria. Before they speak. Ni kwa sababu gani? Neno huwa alirudi, likishatoka limetoka. Because whenever you talk anything, it is going to be. Umeshanitukana, unaniomba msamaha, ndio nitakusamehe, lakini tayari nimeshaweka doa. I may forgive you, but aliwezi kurudi, huwezi ukalifuta. Ule sio mwandiko. Mwandiko unaweza ukaniandikia barua ya kunitukana alafu ukaninyang'anya ikapotea. Lakini ukishanitukana, mindset yangu inatengeneza kitu cha pili. Unless ninakusamehe, lakini bado nimeweka notion nyingine kuhusu maisha yako. Kwa hiyo kwa mtu ambaye umeokoka, so for everyone who is saved, naanza ya kwanza. Hatuongei kwa sababu tunajua kuongea. Ndio unajua kuongea, lakini sio kila kitu unapaswa uongee. You know how to speak, but you don't speak everywhere. Do you hear me? Huwa kuna mtu mmoja anamwambia kwamba kuna mtu ana uwezo wa kunielezea mimi kuliko mimi naweza kujielezea. Someone can talk well. Unajua hilo? More than you. Yaani kuna mtu anajua huko yudo, unajua unasema kwa zikani, alafu inawezekana huko yudo hauelewi. Ila yeye anaelewa zaidi ya jinsi unavyojua. Anakufuatilia kuliko kawaida. Sasa kwa mtu uliokoka hiyo ni hatari sana. So if you are saved again, it is very dangerous. Kuweza kuzungumzia mtu mwingine kuliko wewe, hiyo ni hatari sana. Someone talking about you. Unasikia vizuri? Then you know it is very dangerous. Sio kila kitu kwa mtu aliokoka unafaa kukiongea. Not everything you have to talk. There is a limit. Kwa nafasi nitakuja nikufundishe kuhusu milango mitano ya fahamu jinsi Mungu anavyoitumia. Hapa anazungumzia kuhusu kinywa tu. Kwa mtu aliokoka kuna mipaka. Kuna kitu kimoja mbele nikwambie. Let me tell you one. Kitu ni ukweli, si ndio? Lakini upasi kukiongea. Nasikia vizuri? Natumia mfano mgumu sana. Si mnaona chair pale? Yes, chair. Umemkutana anazini. Ndio ni kweli. Lakini haupasi kuliambia kanisa. It's true, but you don't have to speak. Leo unasikia vizuri? Do you hear me well? Unasikia vizuri? You hear me well? Yaani ndio umenikuta mimi mwenyewe ninazini, lakini sawa, madam, haupasi kunitangaza. You have seen me sinning, but you don't have to speak. Then what should I do? Unapaswa kuniombea. You have to pray for me. Kama unaokoka kweli, hautaenda kunitangaza, utaenda kuniombea. You have to pray for me. Hiyo ndio inadhihirisha ukomavu wako wa kiroho. That shows how. Ukiona rafiki yako anakosea, una uwezo mkubwa sana wa kumtangaza, jua bado kiroho uko chini. Hebu jaribu kutafakari ni muda gani unatumia kwa kusema wengine. Try to think how much time you use talking about others. Na ni muda gani unatumia kusema kuhusu Biblia? And how much time you use reading your Bible. Ukigundua masaa 20 alafu masaa 12 yote umetumika kwa kusema wengine, jua spiritually you are still young. If you get to know about 24 hours, you have used 12 hours to talk about others. Shida sio kitu kwa ukweli. Ukweli unaujua, lakini sasa ukweli unastahili kusemwa. The problem is not the truth. So you don't have to speak about it. Baada ya ukweli kuna mtu anamharibia maisha. After the truth, you have spoiled someone. Unasikia vizuri? Yaani baada ya wewe kutangaza ukweli kanisani, tunaacha kumwamini mwenyekiti. Sote umeliwa kanisa zima kwa sababu ya mdomo wako mmoja. Because of your mouth. Unasikia vizuri? You Kwa hiyo hatuongei kwa sababu tunajua kuongea. So you don't speak because you know what to say. Hatuongei kwa sababu tuna mambo mengi sana ya kuongea. You speak because you have many things to speak. Amen. Amen. Kwa hiyo kumbe inakuja kuzungumza ni wazi. Baada ya kuzungumza hivi, watu yape nini kinatokea? I have to think what is going to happen. Amen. Amen. Kuna kitu kinakuuma unatamani ukiseme, lakini siwezi kukisema kwa sababu nitakosa vitu vingi. There is something you want to say but you don't. Siwezi kusema kwa sababu nitawakosea wengi. Because I will miss something. Unasikia vizuri? Do you hear me? Na mimi kabisa hiki kitu nikisema, lakini siwezi kusema kwa sababu nikisema wanapoteza wengi nafasi. I have to speak. Kwa hiyo ni bora ninyamaze. People may lose things. So Amen. Amen. Unasikia vizuri? Do you hear me?
Ni bora ninyamaze. Ndio maana mara ya kwanza nakuja kufundisha hapa, niliwaambieni kitu kimoja kinatoka Amos 6:5. Nikamwambia Yesu, nataka maandiko. Watu wakawa wanabishana kwamba nyimbo za dunia zimeandikwa wapi? Nyimbo za dunia ziko wapi? Nikamwambia haya, nenda kasome Amos 6:5 inasemaje? Nyinyi mnaoimba nyimbo za upuuzi, simeandika hivyo? Wale mnaosoma Biblia, simeandika hivyo? Kwa hiyo kumbe sio kila kama ukiwa na kinywa unaruhusiwa kuimba kila kitu. So if you have a mouth, you don't have to sing everything. Amen. Amen. Nasikia vizuri? Do you hear me? Tusome Yakobo 3:5. Let's read James. Biblia inasema kwamba Yakobo 3:5. Vivyo hivyo ulimi ingawa ni kiungo kidogo cha mwili, usifia makuu sana, moto mdogo waweza kuteketeza msitu mkubwa. Ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini unaweza kufanya maafa makubwa kuliko hata moto. Unasikia vizuri? Do you hear me? Unafanya nini? Kuwa mkubwa kuliko hata moto. Amen. Twende tena Yakobo 3:6. Alikadhalika ulimi ni kama moto. A tongue is like fire. Ushaona mtu unampiga kiboka halafu ali. Ushaona mtu unamtukana halafu analia kuliko aliyepigwa. You insult me. Ushaona hicho kitu? Ushaona hizo ni kwa nini? Have you ever seen that? The tongue is more than fire. Ulimi ni zaidi ya moto. Wewe umezoea kutukana tu, umezoea kusengenya, lakini jua kabisa unapomtukana mtu anaumia kuliko unachukua msumari ukaje kugongelea kichwani. Umenitangazia ubaya, it's fine, lakini inamuuma kuliko kawaida. Yaani mara mia ungekuja ukampiga, akaelewa ameumia. Lakini kitu kilichotoka ndani ya mdomo akirudi tena, hiyo ni baya. Nasikia vizuri? Amen. Amen. Kwa hiyo chunga sana. Ulimi usije kuwa kama moto kwenye maisha yako kwa watu wengine. Ulimwengu ukafanyika moto wa kuunguza vitu vya maisha ya watu wengine. Au ulimi unaweza kuwa moto wa kuunguza maisha yako binafsi. Your tongue may be fire to burn your own life. Amen. Amen. Au ulimi unaweza kuwa moto kuunguza maisha yako binafsi. Unaweza kusema mimi kwa kweli ninavyoona siwezi. Au utakuja uweze. Niamini mimi. Hautakuja kufanya nini? Wakati Yesu na wanafunzi wake wanatembea, imekuja ile shida. Amelala, aliamka, aliwaambia upepo tulia, si ndio? Aliomba. Aliomba. Sasa alizungumza tu. Hii inazilisha nini? Katika ulimi, katika kinywa simo nguvu. Unazo nguvu binafsi. Before you pray, tamkie kwanza mambo mazuri. You have to think wisely and speak wisely as the man of God. Amen. Yaani unapozungumza pale leo tujue kabisa huyo jamaa ameokoka. When you talk, you have to know that you are saved. Haikuhitaji watu waangaike kumjua Petro kama ameokoka. Haikuhitaji kabisa kama wajue Petro ni mwanafunzi wa Yesu. Ila wewe fikiria just assume wakasema huyu hata anavyoongea yuko na Yesu. Kuna Yesu Petro aliwaambia wale watu Bwana asifiwe. Sawa kwamba Bwana asifiwe. Lakini the way of speaking, namna anapoangalia maneno, akajulikana huyu jamaa ameokoka. They knew he was a Christian. Hata na siku hizi wote tunavaa suti. Walimtambua siku kwa sababu ya mavazi. Siku hizi wote tunavaa suti. Hata mwizi anavaa suti. Dar es Salaam wengi wanavaa suti, wanatuibia. Anavyoongea sasa. The way they speak. Mwizi hawezi kwenda tumeisha mwaka mzima, lakini wewe maneno ya kinywa chako, the words of your mouth, asante Mungu, yanahesabu mbele ya maisha yako. Amen. Amen. Utakuja kuhukumiwa. Biblia imeweka vizuri kabisa. Nitakusomea. Maneno ya kinywa chako yatatumika kukuhukumu. Your own words will be used. Kwa hiyo what next? Kuwa na maneno machache. Have few words. Amen. Amen. Something. Do what is right. At the right time, in the right place, with the right people. So speak what is right. At the right time, in the right place, with the right people. Amen. Speak what is right at the right time, in the right place, with the right people. Usipeleke chakula
cha wageni kwenye mbwa. Don't take visitors' food to them. Nasikia vizuri? Amen. Yaani wewe umekaa na mimi kidogo unafunguka kila kitu. Madam. Unapoharibika hutaamini kama wewe ndio mwenyewe umejalia maisha. Nasikia vizuri? Ndio una project nyingi sana umeziandaa kwenye maisha yako. Yes, you have so many projects in We need to see the impact, not the process. Tunahitaji kuona matokeo. Ukitokea sisi process tutaziba. When you give us nakwambia ukweli, mimi sina sasa na wewe. Sasa mimi hakuna mwanadamu anayefanya mwanadamu mwenzake afanye hivi. Anaweza kana mshirika mwenzake umwambie kabisa ninatenda sehemu fulani akawahi tenda akachukua yeye ni mshirika mwenzako. What is the society need? Give them impact. Jamii inachohitaji wape matokeo. Baada ya impact ndio utueleze nilipitia sehemu fulani. Lakini ukiwa wa kwanza kuongea na kuwaeleza watu ulikopitia tutaziba. Mimi nakwambia ukweli. Jamii itaziba. The society will guide you. Tunataka tuone tu unafaulu. Sio vizuri. Ukiuliza mimi nasema toka hivi lakini wewe unajua siri huwa unakesha. But you know the secret. Lakini nikisema jamaa huwa anakesha nakata umeme. But if you tell me you are what next? Okay, tena. Je, kama usingesema ningekuja nikakata umeme? What if you didn't say So, not everything unapaswa kuongea. Vingine vitulize. Keep them. It is not a sin kukaa na secret moyoni mwako. Sio vibaya kukaa na siri moyoni mwako. Amen. Amen. But it is a sin kuongea kila kitu. Lakini ni dhambi kwa sababu kwenye maneno mengi ndipo kulipo kukosea Mungu. You can wrong God. Unasikia vizuri? You hear me? Kwenye maneno mengi ndipo unamkosea Mungu. Huwezi kuwa na maneno machache kama utasi kukosea. You cannot have few words and be wrong. Kwa hiyo maneno yako so your words machache have to be few. Ili kukwepa So as to avoid mistakes. There are a lot of tongue mistakes. Walimu watu wengi duniani. Mtu anajikuta anaongea kama mzaa, lakini spiritually sisi hatuna mzaa kwenye mdomo. Wanaita nini? Sio ni unaongea kitu hiki unamaanisha kitu kingine. Spiritually hatuna hicho kitu. Ukiongea wewe ni wa chini, ni wa chini. Haimaanishi sio ndivyo niambia wewe ni wa chini kumbe wewe ni wa juu. Ila umeshasema ni wa chini. Spiritually hatuna uwezo wa kuinterpret kwamba alimaanisha yeye ni wa juu kumbe ni wa chini. Sio vizuri. Kwa hiyo chunga sana unachokitamka. It's better ukanyamaza usizungumze. It's better you be quiet than speaking. Amen. Amen. Utahesabika sio ujinga wala sio mwenye dharau ukinyamaza. Kwa sababu utakosa saidi ya kukuweka. Utakuwa katikati. You'll be in the middle. Mama yako si yupo? Siku na mama yako anakuambia naongea alafu unanyamaza. Haya unaongea, naongea alafu unaongea. So what should I do? Inaongea alafu unaongea. Inaongea alafu unanyamaza. Hasa mama nifanye nini? Biblia inasema endelea kunyamaza. The Bible says you should. Kwa sababu mama hatakutafsiri kama dharau au kiburi. Lakini pale utakapomjibu tu inatafsirika direct kama hii ni dharau. But when you answer it is interpreted as something. Ndio nimekukanyaga. No problem. Kuna mtu mmoja leo nikanyaga. Alafu nikamwambia samahani nimekanyaga bahati mbaya. Akasimama, ni mtu mzima akasimama akaniangalia. Stand up and look at me. Akasema nisamehe. He said I'm sorry. Lakini ashumu ungenikanyaga wewe. But assume it was you. What next? Nini kingefuata? Nini kingefuata baada ya kukanyagwa? What next after someone steps on you? Rais mmoja I think ni Diamini akaambia watu mnagombana sana kutaka haki ya kuongea. Je, na uhakika baada ya kuongea mtakuwa salama? Wanagombana sana wanataka haki zako, si ndio? Umeenda mpaka mahakamani. Haya, baada ya kutoka mahakamani na uhakika utakuwa salama mkatikati. Are you sure you'll be safe? Tusikilize vizuri. Unakuja kabisa. Haya, umetangaza mabaya yako, umetangaza mazuri yako. Una uhakika sasa baada ya kutangaza unakuwa salama mkatikati? You announce my bad things. Are you sure you'll be safe? Kwa hiyo kinachoweza kukuweka wewe salama ni kinywa chako binafsi.
Kinachoweza kufanya ukashiba katika hii dunia ni kinywa chako binafsi. Kinachoweza kufanya ukalala njaa katika hii dunia ni kinywa chako binafsi. Kwa hiyo inahitajika kwa mtu yote aliyeokoka matumizi mazuri ya kinywa. Mtu mmoja anamwambia kwamba hana ubaya, ni wazuri ila hawatufai. Nilimwambia mtu hicho kitu. Na hisi ni humu, sio ndio? Nilikutana sehemu. Nikamwambia basi mtu aliyeokoka wewe sio kwamba kila kitu. Hawana ubaya ila ni wazuri ila hawatufai. Hasa vizuri. Yaani hawana ubaya. They are not bad. Ni wazuri kabisa. They are very good. Hawatendi dhambi. They don't sin. Ila hawakufai. But they are not good for you. There are people for you. Wapo watu kwa ajili yako. Ambao inabidi uongee nao. That you have to talk to. Kila kitu. Everything. Lakini wapo ni wazuri. But there are people. Ile kwa siku kuongea nao. But you don't have to kila talk to kitu. everything. Amen. Amen. Hii itakusaidia sana. Kujua ni watu unaanguka. Yaani kama mimi najua kabisa hii siri ni baba na ungaya. Masombre mimi ikikuja na mfano huyo jamaa. You know I gave them this. Lakini asumu nimeambia kanisa zima. Alafu shida imetokea. Unaenda kuziba ufa wapi? Where are you going to? Ndio unakuta unachukiana na jamii nzima wakati udhaifu uko kwako binafsi. So you find yourself quarreling with the whole society, but the problem is. Kwa hiyo chunga sana unachokizungumza. So be careful with what you are talking. Ndio umenitukana mzee. Baada ya kunitukana sasa what will happen? Yaani kwanza kabla ya kuzungumza hebu waza next side. Before speaking things about the other side. Nimekukosea sikatai. I have wronged you. Sasa nimekukosea ndio unitukane. So na baada ya kunitukana sasa what will happen? After that what will going to happen? Na ubaya tu mtu mwokoka lakini leo mtu anatukana. We are saved but we insult each other. Yaani kitendo cha Aisha kuwa Muislamu sio sababu ya wewe kumtukana. Just because you don't have to insult them. Kwa sababu utahesabiwa hatia kwa maneno yako kwa kumtukana Aisha. Nasikia vizuri? You hear me? Kitendo cha Muhammad kuwa Muislamu sio shida. Sio sababu ya wewe kumtukana. Saying they are Muslims, you don't have to insult them. Amen? Amen. Yaani sio sababu ya kumtukana. Kwa sababu ukimtukana unatenda dhambi, unatumia kinywa vibaya. Because if you insult them, you are sinning. Si ndio? Yeah. Umemwona ndio ni mwizi, ila sio sababu ya wewe kwenda kumtangaza. Ni ukweli ni mwizi, lakini sio sababu ya kumtangaza. Unamwambia sisi ni mwizi. Jaribu kuanza kama unavyozungumza mabaya na wewe ungekuwa unazungumza mabaya, the same thing. How will you feel? Amen. Amen. Unapotamka uharibifu juu ya wengine, je, ungelikuwa unatamkia uharibifu? Ungekuwa wapi? When you speak bad things about others, what if they were talking? Na mkiwa wazazi, hii inakuja huko mbele. Mkiwa wazazi, jifunze kutamkia watoto wenu mambo mazuri. Learn to speak good things about your Ndio mtoto wako anazio, lakini mtamkie mwanangu ni kichwa kwa jina la Yesu. Mwanangu ni kichwa kwa jina la Yesu. Amen. Kuna siku nilikaribia mamangu kabisa, anambia, "Yaani wewe dogo sijui." Nikamwambia, "Hapana." No. Mimi namuona ni mtu mkubwa. Mimi namuona anafaulu. Wewe unavyoviona mimi sivioni. Acha kumtamkia mtoto wako namna hiyo. Kwa hiyo hata wewe jitengenezee karibu ya kujitamkia maneno mazuri kwanza, kwa sababu hakuna atakayekuja kutamkia maneno mazuri yenye maisha mazuri juu yako zaidi yako mwenyewe. And the first comfort in life is yourself. Unajua vizuri hilo? Yaani mfariji wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. The first comfort is yourself. Kwa sababu anayepitia shida ni wewe mwenyewe. Because the one who passes through bad things. Inabidi ifike mahali unasema kwamba ngoje nikamwagilie moyo au mwagilie moyo na jamii nzima, unamwagilia moyo wako binafsi. There has to be times that you Shida zingine zinakuja kwako binafsi. when problems come they. Unajua mnafanya kosa kama group lakini mnavyoumia kila mtu anatofautiana usiku wa kuumia. As a group but you are the only one who will be hurt. Kwa hiyo tengeneza kujitamkia mambo mazuri. Make a tendency of saying good things about yourself. Tengeneza matumizi sahihi ya kinywa chako. Make a good tendency of saying good things about your life. Kinywa chako kizuie kutamka maneno mabaya. Na ndio maana ushajiuliza ni kwa nini nasema msilitaje kule jina la Mungu wako. Have you asked yourself this question? Ushajiuliza ni kwa nini? Kama mtu mmoja ukilitaja bure, itafika siku utalihitaji. Litakosa nguvu kwa sababu limezoea kutaja bure. There is a time that it will be powerful because you speak of it. Kuna mahali kabisa useme kwa jina la Yesu. Jina la Yesu tunashindwa kufanya kazi kwa sababu limezoea kutaja bure. But
but you always say it. Lakini kama linatajwa kwa kimo na kwa sehemu sahihi, siku kilitaja linaleta majibu na matokeo mazuri. But if you learn how to say it in, Amen. I'm sure it will be powerful. Amen. Amen. Yeah. Zungumza vizuri. Speak well. Tengeneza vizuri. Make well. Na huwezi kuzungumza vizuri kwa yaani wewe mwenyewe ukaamua kuzungumza vizuri. Ndio maana nikaandika nikasema spiritual tongue management. There must be something spiritually controlling your mouth. Amen. Inabidi iwepo kitu spiritually kinacho direct unachokizungumza. There has to be something spiritual which directs what you speak. Kwa kama Mungu hayupo kinywani mwako, maximum rate kinachokutoka sio cha kimungu. Then what comes from you is not godly. Sio? Sure. Yaani haiwezi kana siku mimi ukanitukana alafu kanibeba tiba nikasema sawa ni batiba, lakini nitajua ni tabia yake kwa sababu kwa nini kimetoka leo. You cannot say something bad and you say. Kwa hiyo wewe huwa unaingia na vitu vya namna ile, kwa maana vinakutoka. Isaya anasemaje? Nimekuwa mchafu kwa sababu nimekaa na watu wenye midomo nini? I've been let to stay with people with bad tongues. Sio? Is it true? Isaya 6:5. Isaiah 6:5. Isaya 6:5 nasema basi mimi nikasema ole wangu mimi nimeangamia, maana midomo yangu ni najisi na watu ninaoishi nao ni najisi kama mimi. Hata hivyo kwa macho yangu mwenyewe nimemwona mfalme Mwenyezi Mungu. Kwa majesi tuishi hapa tu, anasema kama midomo yangu ni najisi na watu ninaoishi nao ni najisi kama mimi. Kwa hiyo sasa Isaya alikuwa najisi kwa sababu alikuwa anaishi na watu najisi. Sasa leo hii kwetu sisi inabidi utengeneze, hata ukiishi na watu najisi, linda sana kinywa chako kisije katoa maneno machafu. Usije kusema mbona Isaya alifanya hivi, unajua hiyo tabia. Yaani mtu anasema mbona kama huyu alifanya hivi. Kuna mtu mmoja leo kunambia kwamba kama Yesu alisema Mungu hiki kikombe kiniepuke, mimi ni nani? Wewe unasikia vizuri? You hear me well? Watu wa dunia wanasoma Biblia kuliko wanaosoma Biblia. Na mimi the Bible more than you do. akanambia Yesu mbona alisema hiki kikombe kiniepuke? Naomba unisaidie kutafsiria. Ina maana Yesu alikuwa anataka kukimbia msalaba. Ukimjibu kwa kurupuka, mada inakuwa ndefu. Ila kama tunataka kina hekima, unaweza kujibu kwa hekima. Kwa hiyo sasa tengeneza tabia, hata kama leo kuna watu na midomo michafu, ndio mambo isiwe safi. Usiwe kama mimi ni zaidi ya Isaya. Don't say I'm more than. Mbona Isaya alikana wachafu akana mchafu, mimi ni nani? Acha kujilinganisha. Comparison ni kitu kibaya sana spiritual. Kujilinganisha. Comparison. Kujilinganisha. Hisi ni Malaki. Anasema tunajilinganisha. Yaani unakaa Habakuki aliyekuwa akajilinganisha akasema Mungu ni karibu. Mbona sawa sio sali wana mavi, alafu tunao sali hatuna. Avoid comparison ili Mungu akutendee. Epuka kujilinganisha. Amen. Amen. Ndio ni mambo miaka mengi. It doesn't matter. Usijikompare aliyekuwa siku moja akajibiwa. Do not compare yourself with one. Yaani wewe nje yako inakuja majibu makubwa zaidi ya yule. Kwa hiyo ukianza comparison, Mungu anashuka akufanyaje? So if you start comparing yourself, you give them Amen. time to. Yeah. Hapo twende haraka. Mambo ya kumwomba Mungu juu ya kinywa chako. Things to pray to God about. Jambo la mambo ya kumwomba Mungu juu ya kinywa chako. Uombe nini juu ya kinywa chako kuanzia leo sasa? Unatamani changes. Jambo la kwanza kusafishwa kinywa upya. Your tongue to be cleaned. Kusafishwa kinywa upya. Isaya 6:6. Isaiah 6:6. Pale ndipo malaika akamjia Isaya, akamtia kaa la moto, akasafisha kinywa, kikaanza kuwa na maneno mazuri upya. Amen. Kusafishwa kinywa upya. Isaya 6:6-7. Ulinzi juu ya kinywa. Anza kuomba ulinzi juu ya kinywa. Zaburi 141:3. Anasema, Mwenyezi Mungu, ukilinde kinywa changu. Uweke ulinzi mlangoni mwa mdomo. Yaani sio vizuri. Mwenyezi Mungu, ukilinde kinywa changu, uweke ulinzi. Yaani Mungu asilinde tu, aweke na ulinzi. It means kinywa kinakosea sana. It means deviation ya kinywa ni kubwa sana. So it means your tongue may be very, very dangerous.
Unasikia vizuri? Do you hear? Kwa Mungu aweke mlinzi. So God should put a guidance. Omba Mungu maneno yako ya tatu, maneno yako yapate kibali. That thing, pray that your words. Mbele za Mungu. Kuna maneno unaongea lakini hayana kibali. Omba Mungu maneno yako yawe na kibali mbele za Mungu. Pray that your words get favor. Zaburi 19:14. Psalms 19 verse 14. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yakubalike mbele yako. Namba 4, uwezo wa kujizuia katika maneno. Number 4, Unasikia kabisa mwili unakuwasha, ile unajizuia. Yaani kabisa amekukosea, ile inabidi ujizuie usitukane. Inabidi ujizuie usije ulibaya. Hasa uwezo wa kujizuia unabidi uombe kutoka kwa Mungu. Mungu ndipo uwezo kujizuia. Amen. Akupe self drive ya kinywa chako. Uwe na driver limit kwenye kinywa chako. Uwezo wa kujizuia ni Petro 3:10. Kama yasemavyo maandiko matakatifu, anayetaka kufurahia maisha na kuona siku za nafaka, ajizuie asiseme mabaya, aepe kusema uongo. Unaona Biblia iko kabisa accurate. Anayetaka kuona maisha na kuona nafaka, ajizuie asiseme mabaya. Amen. Tuko vizuri? Very good. Waefeso 4:29. Ephesians 4 Maneno mabaya hata yasisikike kamwe miongoni mwenu. Maneno mabaya hata yasizungumze, yasisikike kabisa, yanatoka miongoni mwetu. Bad words should not be heard among you. Huo ndio uwezo wa kujizuia. That is the way. Ninatamani nimtukane ndio madamu nilikosea, lakini najizuia. I control myself. Wadada, wewe una moyo mzuri, karie. Biblia inasema kwamba wimbo mmoja ambao nasema nimeachilia kwamba tafuta mahali pa peke yako, mahali hakuna kuonaye, mahali hakuna kusikiaye, lia, ondoa kila kitu moyoni mwako, then utoke ukiwa salama. And then come out safe. Amen. Amen. Kuliko kutaka kutengeneza maisha kwamba niongee kitu nikiachie au kiachie, unaharibu maisha yako. To speak, you are destroying your life. Nilikuwa na mtu mmoja akasema kwamba I was telling someone and said, umetenda shida nyingi sana na watu wa kule nyuma. Sasa imekuja tenda. Ila sisi hatukuamini kwa sababu gani? Kule nyuma ulikuwa unafanya ubaya. Sasa tunamerije kama umebadilika? Sasa wewe ni mumbea. Alafu tunataka kazi ni asili. Hatuwezi kukuita kwa sababu wewe ulikuwa unazungumza nyuma. Hatuamini kama umeshabadilika. Unasikia vizuri? Kuna kazi zinahitaji uweke siri. Dunia hii hakuna kazi ambayo ina siri. Kazi zote zinahitaji siri. Hata nyumbani kwako tu unahitaji siri. Kuna siku unalala njaa ila bado utoke nje unavimba upasi kusema. Amen? Kila sehemu panahitaji siri. Sasa kama sisi tunaona kabisa wewe ni muongeaji, kila tukizungumza hii kazi hatukuiti na ilikuwa na fedha nyingi sana ila hatukuiti. Kwa sababu ya kinywa chako. Kinywa chako kitakukosesha kazi. Mtasema sifanye kazi chini ya milioni 2. Sawa, imekuja kazi ya milioni 1 na 999. Hatuwezi kukuita kwa sababu hujafika milioni 2. Hivi unanisikia vizuri? Aufanye kazi chini ya 10,000, tuna 9,900. Hatuwezi kukuita kwa sababu hujafika 10,000. Isipate ukakaa kimya, kazi yote mimi nitafanya. Ila akikuita na mwambie bana, hii kazi na hisi nitakuwa busy. Ila ukweli unajua kabisa hii kazi hauifanye. Kuliko sema sifanye kazi chini ya kitu fulani, alafu kitu kinakuja kinakosa senti moja tu, wanakukosesha kazi. Kinywa chako kitakuwa kimekuponza. Amen. Namalizia. Hivyo, kuwa mwepesi wa kusikia tu, usiwe mwepesi wa kusema. Kuwa mwepesi wa kusikia, yaani andika kabisa, nitengenezee uwezo wa kuwa mwepesi kusikia, ila sio mwepesi kusema. Mwepesi tu, yaani mwepesi kusikia, wewe sikia. No problem, wewe sikia, bila kusema sasa, tafakari kwanza. Yakobo 1:19. James 1:19. Ndugu zangu wapenzi, anaweka kabisa, ndugu zangu wapenzi, kumbukeni jambo hili, kila mtu awe mwepesi wa kusikia, lakini si mwepesi wa kusema wala mwepesi wa kukasirika. Ni Biblia, sio mimi. Yakobo 1:19. Yaani kwamba huo mwepesi wa kusikia tu, wala si mwepesi wa kusema.
wala kukasirika. Or being angry. Umesikia ambaye amekusema room number 9, wewe number 2. Usikimbie kwenda room kuwatukana. No. Ifanye kama ukusikia. Yaani hata wapite, wajue kama uliwasikia ndio walikusema, lakini ifanye kama hivyo. Unajua mtu akikusema alafu usije kumrudia, huwa anawaza huyo jamaa ananichukulia. Sio ndio? Anaanza huyo jamaa ananiandalia bomu jingine, ananiandalia kubwa zaidi. Kwa maskini hata umwandalie bomu nyingine kubwa zaidi. Unashangaa anasema bana nisamee nilikusemaga. Yaani mwenyewe anajihofia, bana kaka Ruben nisamee sibile nilikosea. Unashangaa ulikosea wapi? Kumbe wewe ulisikia ila haukumfuata kumwambia. Hao ndio watu ambao Mungu anawatamani. Those are people that God wants. Amen. Amen. Yeah, hao ndio watu Mungu ambao anawatamani. Those are people watengenezeke katika dunia sasa hivi. In this world. Mithali 25:11. Proverbs 25. Neno lisemwalo kwa wakati unaofaa ni kama nakshi la dhahabu juu ya madini ya fedha. Hebu sikiliza Biblia vizuri. Neno linalosema wakati unaofaa. Kumbe kuna neno unaweza ukalisema lakini wakati haufai. Words which are said in a correct. Neno linalofaa imefananishwa na dhahabu. A correct word is like tusimame. Let's stand up. I know kila mtu anajua alipokosea. Kwa maana wakati naanza nilisema tupungue, Mungu aongezeke. Mwambie Mungu katika dunia changu nipungue, wewe uongezeke. Nawe yazungumze apungue, ya kwako tu yaongezeke. Kuna mahali nazungumza na kuna maneno mengi mpaka siyakumbuki. Nisaidie Mungu. Haya maneno yapungue, maneno yako ndio yaongezeke ndani yangu. Nikijisikia na shauku ya kwenda kutukana mtu, niingie sauti ya kusoma Biblia na kuimba tena. Amen. Yeah, hili darasa sisi tumepitishwa mbali sana. Sisi kuja huko tunakwenda tunapitia madarasa magumu. Tuko na mambo kuja kule. Usome Mungu, Biblia inasema kwamba uko sana kuonywa na Mungu. Yaani bwana ujione wewe mwenyewe kabla Mungu hajaja kukuonya. Kwa sababu wakati kupoteza itabidi akuonye. Amen. Basi tumia dakika moja mwambie Mungu atengeneze maneno yako. Baba yangu na Mungu wangu, Mungu mwenye nguvu na uwezo. Asante Yesu Kristo aliye hai. Maana Mungu umejaa rehema na neema. Na kushukuru kwa ajili ya somo la siku leo Bwana. Maana umesema nasi katika Yohana Bwana. Tunaalika leo wako juu kwenye vitu Mungu. Maneno yetu yakafungue Bwana. Wewe Mwokozi pekee yako kaongezeke. Ndio tulikutenda dhambi katika maneno ya zamani. Ndio tulikosea tukasema maneno mengi Bwana. Tukana maneno mengi hata tukakutenda dhambi. Lakini leo Yesu Kristo aliye hai. Tunaalika ukuu wako juu ya vitu. Tunaalika neema yako juu ya malango ya vitu. Maneno yetu Yesu yakafungue. Maneno yako tu yakaongezeke. Tunakufanya magari na bosa hapa ndani. Lekesha modeli ya makadesi. Bwana Mungu wa Yesu kaongezeke maisha yetu. Ukaongezeke ndani ya watu Bwana. Tunaomba rehema zako Mwokozi. Maana tumekuwa na bila msaada Bwana. Tumekuwa na bila vibaya mfano mbaya. Tukakase mtakatifu wa Mungu. Asiria kalako na kwenda tena. Kama unataka kwa Isaya Mungu. Nikasiria na Yesu Bwana. Tukatakasike wewe Mungu wangu. Katika jina la Yesu aliye hai. Asante Mungu wa Yesu. Sema kofi kwa Yesu Kristo ndiye. Sema kofi sema asante Yesu kwa kunipendeza. Asante Yesu kwa kunipendeza. Asante Mungu wa Yesu. Asante Mungu wa Mungu. Baba yangu na Mungu wangu nasema asante kwa kuwa kwa neema yako. Asante kwa ajili ya siku ya leo Bwana. Maana tulipo jambo zito linainuka katika maisha yetu ya dunia Bwana. Hata usiku tunaenda kubadilika na kuongezeka upya Mungu wangu. Asante maana Bwana hautatuacha. Unaweka neno lako ili tupate maarifa na faida Mungu. Na hii faida ikae ndani mwetu Bwana. Tusikie wasikiaji wa neno tu bali watendaji. Asiye wale watendaji ndani mwetu toa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naomba na kushukuru. Amen. Mungu atubariki sana.